Kwa nini maneno ya mwanadamu yana nguvu, yana ushawishi mkubwa, ili hali neno la Mungu linachukua muda mrefu kwa watu kulielewa? Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno. Mambo yote yatapita, lakini Mungu ni mwema na kila wakati. Wapendwa, kama nilivyosema katika utangulizi wa ibada hii, masomo ya Dominika hii yanatufundisha na kutukumbusha juu ya nguvu ya neno la Mungu kwa wanaolipokea. Ni wajibu wetu kulipokea neno la Mungu, kulitunza, kulitafakari, kuliishi ili lipate kuzaa matunda mema katika maisha yetu. Neno liwe limezungumzwa au limeandikwa, lina ushawishi mkubwa kwetu sote. Neno wewe umelisikia mahali au limeandikwa mahali, lina ushawishi mkubwa. Haya ambayo tunayasoma au kuyasikia kwenye television au kwenye radio au kwenye magazeti au kwenye mitandao ya kijamii, iwe kwenye Facebook, kwenye Twitter, WhatsApp, X na mengine, yana ushawishi mkubwa sana katika maisha ya mwanadamu, na haya hakuna anayeweza kukataa. Hapo juzi kati hapo kuna watu waliandika vitu kwenye mitandao, kwenye magazeti, kwenye TV kuhusu maandamano na nini. Yaani watu walishawishika, hakuna mtu aliyetoka ndani. Hata mimi sikutoka, mimi nikauawe. Yaani kila mtu, maduka yakafungwa kwa maana hilo neno lilikuwa na ushawishi. Vijana tu wameamua kutikisa na wakatikisa kweli, maana neno la mwanadamu lina ushawishi, lina nguvu. Angalia walivyotoka watu hata katika manchi ya nchi huko, wakishawishiwa na nini wanatoka mno, na wengine wanapoteza maisha, maana neno lina nguvu, neno hilo. Lakini swali linabaki, kwa nini maneno ya mwanadamu yana nguvu, yana ushawishi mkubwa, ili hali neno la Mungu linachukua muda mrefu kwa watu kulielewa, kwa watu kujiunga kwaya, kwenda jumuiya, kwenda kanisani, kufunga ndoa? Haya mambo yanachukua muda, najipanga. Lakini ukisikia kesho kuna kitu fulani, watu watakimbia au watu watajifungia ndani. Neno hilo la mwanadamu linakuwa na nguvu ya ajabu. Tumsifu Yesu Kristo. Jibu la hilo linapatikana katika Injili ya leo kuhusu mpanzi alitoka. Katika somo la kwanza, nabii Yeremia analinganisha neno la Mungu na mvua, maji ya mvua yanayotiririka. Maji, mvua inyeshapo lazima inalainisha ardhi, inachipusha vitu, vinakomaa, mwanadamu anapata chakula, hata wanyama wanapata majani huko kondeni huko, wanakula mvua. Na neno la Mungu alipaswa kurudi nyuma, natakiwa kusonga mbele. Ndio nabii anafanisha nguvu ya neno la Mungu. Ndivyo neno litokalo katika kinywa cha Mungu kwa njia ya watumishi wake. Neno hili haliwezi kurudi nyuma hata kidogo, lazima litimize mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Neno la Mungu linaonya, neno la Mungu linafundisha, neno la Mungu linarekebisha, neno la Mungu linakaripia. Na aheri mwenye aonywaye akaonyeka, aheri
akaripiwaye akakaripika. Aheri afundishwaye akafundishika, kwani ataishi kwa furaha, ataishi kwa amani maisha yake hapa duniani hata huko mbinguni. Neno la Mungu linatupa kazi hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndivyo ilivyokuwa kwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli walipolipokea neno la Mungu, wakalitafakari, wakaliishi, walibarikiwa sana. Hata Mungu aliwaokoa kutoka utumwani Babeli, akawarudisha kwenye nchi ya ahadi, nchi ya asali na mafuta, wakaishi kwa furaha na amani. Na kinyume chake ni kweli, walipoacha kulisikiliza neno la Mungu na kuliishi, walipata cha moto. Walipelekwa jangwani, wakaumwa na nyoka, wakaumwa na mbu, wakachomwa na miiba, wengi wakafa kule jangwani. Na hata sisi, wale wote wanaolipokea neno la Mungu watabarikiwa. Wale ambao hawalipokea neno la Mungu na kuliishi, adabu yao ni hapa hapa duniani, watateseka. Kwa hiyo tulipokea neno la Mungu, litatujenga na litatuimarisha sana katika maisha yetu. Mtume Paulo katika somo la pili anatuelezea kwamba mateso na mahangaiko ya wakati huu siyo ambayo yanatupeleka kwenye kifo, bali ni mwanzo wa kuishi maisha mapya ya umilele. Tunaishi katika ulimwengu ambao labda unaona kama umelaaniwa kwa dhambi za mwanadamu, lakini Mungu anatuambia katika lile somo, kwa hakika atatuhuisha, atatufanya kuwa watoto wake. Na kile anatueleza kwamba kikomo cha mtu na ulimwengu mzima ni kuona utukufu wa Mungu. Ndio maana wanakwaya alisema, niamkapo nishibishwe na sura yako, nione uso wako Mungu, sio kitu kingine. Yaani niwe na furaha nikiamka tu nikuone Mungu, uso wako, nione utukufu wako, nione sura yako. Ndio ambacho Mungu anatuambia katika somo hili la pili. Tumsifu Yesu Kristo. Katika Injili tunasikia mfano wa mpanzi. Huu mfano wa mpanzi, Yesu anafananishwa na mkulima, na mbegu ni Mungu mwenyewe. Mbegu ni Mungu. Mbegu hizo zilizoanguka kwenye njia, kwenye miiba, kwenye miamba na penye udongo mzuri, zinawakilisha makundi ya watu wa aina tofauti. Tunatofautiana katika maisha yetu, na ndizo hizo mbegu zinatuwakilisha sisi, makundi aina mbalimbali ambao tunasikiliza neno la Mungu. Wengine waliolipokea hilo neno walilikataa mara moja pale pale. Wengine walilipokea lakini baadaye wakalisahau. Wengine walilipokea wakakulikubali na kulistawisha, udongo mzuri, kazaa 100, 100, 30, 40, kaenda. Katika hao wote walilipokea kwa furaha. Kundi moja tu walikataa pale pale mara moja. Kwa hiyo shida haipo katika kulipokea neno la Mungu, shida ipo katika kulitunza, kuliishi ili liweze kuzaa matunda na litubadilishe. Ndio shida iko hapo katika huu mfano. Na Mungu wetu hana ubaguzi, anapanda neno hili ndani ya mioyo ya kila mmoja wetu. Habagui, aangalii mapungufu yetu, aangalii madhambi yetu, au hata aangalii ugumu wa mioyo yetu. Mungu anaendelea kupanda neno lake ndani ya mioyo yetu. Mungu wetu ni mvumilivu. Yeye ni kama mkulima. Mkulima ni mtu mvumilivu sana, akati tamaa. Akienda kupanda, ajui kwamba itanyesha, ajui kwamba kuna wadudu, ajui kwamba kuna vibaka, ajui kwamba kuna nini, lakini anaenda kupanda na matumaini atavuna tu. Na Mungu wetu ndivyo hivyo. Mungu wetu ni mvumilivu, anapanda hayo. Na mkulima kwa kawaida anachagua mbegu nzuri na ardhi nzuri yenye rutuba. Anajua akipanda mbegu zake pale zitamea, zitastawi, zitakomaa na atavuna. Na hata sisi katika maisha yetu, ili neno la Mungu liweze kupenya katika mioyo yetu, hatuna budi kuonyesha ujasiri wa kulipokea hilo neno, kuonyesha imani ya kulipokea hilo neno, upendo wa kulipokea hilo neno, na utayari wa kulipokea neno la Mungu ili liweze kukaa ndani ya mioyo yetu, liweze kukua,
liweze kustawi, liweze kuzaa matunda, ili tuweze kubarikiwa sisi na watoto wetu na wajukuu na kazi zetu, ili Mungu aendelee kuwa Mungu katika maisha yetu. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu ili na sisi tuwe ni ule udongo mzuri, moyo safi ya kulipokea neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.